nini nyumbani kwangu na nirudia asubuhi, sio kawaida yako. Na mimi nakuomba kesho asubuhi na mapema toa kila kitu chako ndani uondoke zako. Mimi sina maneno mengi, mimi nishaongea. Kaka, mbona ni kawaida yangu mimi kurudi asubuhi nikiingia shift ya usiku kazini? Ganzi ganzi mwili wote umejaa ganzi, ganzi ganzi nashindwa hata kutembea, nateseka kwani utuoni mimi na mwana. Yaani shoga yangu nikitoka hapa ninakwambia kuna danga hilo lishanipigia simu nikalale kwake. Yaani nishachanganyikiwa mpaka leo. Enjoy maisha shoga yangu, maisha ndio haya. Kama unavyojua shoga yangu. Pambe vipi? Kunywa bia. Ulewe. Shoga yangu yani nikitoka hapa ninavyokuambia nimepata danga hilo Kigamboni. Tenda kulichuna leo. Kazi anayo. Wewe usiniambie shoga yangu, wapi uko na mimi nipeleke? Kigamboni shoga yangu, yani nataka nikali yani. Mambo. Poa. Nampigia Dodo anipokelee, alinielekeza nije hapa. Yaani wewe Dodo kwa muulize sasa hivi Dodo. Dodo ashapata Dodo. Yaani jina lake Dodo, ashapata Dodo. Dodo yuko juu, si unaelewa? Dodo yupo ashapata danga huko sasa hivi anajilia vyake. Kwani wewe ndo mtu aliyoniambia? Ndo mimi nimekuja. Umekuja baa Ivan. Umekujaje baa Ivan? Umekujaje baa Ivan? Sema kama baba ipo. Hebu asogee kuna scroll vizuri. Sogea. Sogea. Dada, mbona tuaibisha? Dodo katuletea mtu gani Dodo? Umeshaona kuvaa kimini jamani? Ungepigia hata kipode pusha sijui kipodo pusha. Ushafeli. Sasa itakuwaje? Kwani kanifanyia hivi? Kumbe si mwenyewe aloniambia nije ndo hapa. Ndio hapa. Na mtu mwenyewe aliniambia yeye akitoka nikimkuta sijui ndo ninakuwa kukuta wewe. Ndio mimi. Hii ni Somali, ni mmoja tu. Sawa. Naenda hapo na narudi sasa hivi. Haya poa. Sikia nikwambie kakaangu, ni vizuri kuacha tabia hizo, au kama vipi ni bora utumie kinga, kwa sababu siku hizi maradhi ni mengi sana. Hivyo basi inabidi umtafute huyo dada alokupa hayo matatizo ili uweze kuja hospitali kwetu tukutibia hayo matatizo. Mimi kuhusu kuja naye sidhani, kwa sababu nimekushana naye tu jana, nimemwona jana hiyo ndo nimekuja naye. Asubuhi kaamka kaondoka, sika hata kaenda wapi. Kwa kuja naye siwezi kabisa. Labda hata nikikutana naye, lakini sasa hivi nateseka, inabidi nipate matibabu kwanza. Na ndio maana nimekuambia uache au utumie kinga. Na cha kukushauri tu, maradhi ulionayo sasa hivi huwezi kupona kwa haraka. Labda uje utumie sindano.
mtoto huyo. Ngoja nipone kwanza. Nishapona. Najua. Jasmine Mikope, manyanyaso yamekithiri, wivu wa mapenzi, tamaa ya mali inamfanya. Kaka, habari yako? Safi, kwema. Kwema tu. Unarudi sasa hivi? Ndo naingia. Jana usiku nimekuona. Na imani humo ni. Unasema? Sasa mimi sina maneno mengi ya kusema. Yaani nyumbani kwangu narudia asubuhi, sio kawaida yako. Na mimi nakuomba kesho asubuhi na mapema toa kila kitu chako ndani uondoke zako. Mimi sina maneno mengi, mimi nishaongea. Kaka, mbona ni kawaida yangu mimi kurudi asubuhi nikiingia shift ya usiku kazini? Umemsikia mume wangu? Kurudiwa asubuhi hataki. Sawa Yaani ndani ya nyumba yake kurudiwa asubuhi hataki. Ila nawe mume wangu, sasa unavyosema kurudiwa asubuhi sitaki, yaani kama mimi mkeo nimekurudia asubuhi ndo unabwata hivyo. Afu mbona umepaniki sana? Dada, nisaidie kumwelewesha kaka, niombe hata msamaha. Mbona mimi narudi asubuhi nikiwa nimeingia shift ya usiku kazini dada? Mama, kakusanye vilago ufanye kwenda. Mume wangu, yaani leo nimesikia kile kibezi chako ninachokijua, nilichokizoea. Yaani kibezi cha mwanaume kimeongea, kibezi yani sauti ya maamuzi. Yaani wewe ndo mume wangu mie Jasmine Mikope jamani. Mume nilokuzoea. I love you so much. Hey, mama. Jasmine Mikope, manyanyaso yamekithiri, wivu wa mapenzi. Asivi. Sasa hivi. Majiseme wenyewe unajilamba. Sasa na Platon. Nisicheke vipi? Unafurahi. Nipo na mume wangu muda wote tena hapa. Umeona? Nilikuwa sina uhuru nyumbani kwangu, kaa niko jela. Na mimi nakulipia. Vitu kama hivi mama. Nikivipata wapi? Vitu kama hivi mama. Nikivipata wapi mama? Ni bora watu walivyoondoka. Naona kama shida tupo hapa. Kuna lolote? Kwa hiyo ulikuwa unamendea Wapi mama? Wewe ndo kila kitu. Wewe ndo nyonga mkali hili. Unajua? Ndio maana hata nyinyi kwa kazini muda tunaenda kwa mmoja. Mwana kwa ufa. Jamani mke wangu wewe. Au vipi nirudi mapema nini kama, lakini sasa nikifikiria kipindi kile wakati yupo ndo hapa nikienda kule nyumbani vurugu itaanza. Lakini sasa hivi sasa hivi naona sasa hivi kuna kama kijila fulani. Unajua kipindi cha nyuma kidogo kulikuwa magumashi, hatupatani, tunagombana, nikienda kazini vurugu nikudi vurugu. Lakini sasa hivi mama, mimi unaelewa? Na mimi nakulipia. Jamani. Mke wangu kwa sasa hivi mimi kwa kweli namshukuru Mungu. Kwa sasa hivi tunavyoona sasa hivi mambo kidogo yameondoka kama zamani, basi kumshukuru Mungu sana. Unajua? Hapa bwana jidai sasa hivi kama mtu sasa hivi lokwanyu mwanzo ulikufika la baba. Lakini sasa hivi naona burudani sasa hivi. Ulikuwa unalala. Wewe mwenyewe ndio ulimleta ule mtu ndani. Chukua tujinafasi kujibana bana muda wote, unajifanya muda wote unakesha. Sijui unafanya nini? Wewe si mtoto unamfahamu? Mtoto unamfahamu umeona hapa? Kuna kijiji kimoja kinaitwa kijiji cha Mbala.
ndo mtoto nilikutana naye. Mbala? We mume wangu mshirikina wewe. Mbala, hicho kijiji nakisikia kijiji hatari. Kijiji kina uchawi iko. Haya we Mbala ulifuata nini? Umekijuaje kwa kijiji? Mbala, umekijuaje? Nakisikia. Nipajuji siku kwenye vitabu vya umma tunaona sisi umma hizo sehemu hizo wanasema zina ushirikina mwingi. Naomba unijibu kwa sahihi. Umepajuaje kijiji kinaitwa Mbala? Wewe si kijiji hapo. Si ndio hicho kimetangazwa mimi kiona hicho kijiji kinatangazika mimi nakisikia iko cha ushirikina. Alafu unasema ulienda ulimpeleka abiria huko. Mke wangu. Tumefukuza utajiri. Sasa utajiri gani unauzungumzia? Mbona hapa naona picha ya yule mwanamke? Kumbe unataka kumrudisha tena yule mwanamke huko ndani? Si ndio? Nisikilize babangu. Huyo mwanamke huko ndani arudi huko. Harudi nakwambia. Na kama akirudi mimi sio Jasmine. Inawezekana huyu mtoto huyu ni mama yake. Kivipi? Mke wangu. Kuna kama kitu kinakuja kinatoka. Nemani yule mwanamke tulomfukuza. Yule ni mtoto wa kwake. Bwana naye nitolee upuuzi wako kwa bwana yeye. Nishafeli. Nabidi nimtafute. Simtaki humu ndani. Nakwambia kabisa hivyo. Mtafute utafute pa kumpeleka. Ndani kwangu simtaki. Mara hii naua mtu, nakwambia hivyo. Naua mtu. Maana naona wewe amani uipendi. Unataka muda wote kama uko wapi sijui Urusi sijui wapi mimi sitaki. Nakwambiaje humu ndani simtaki. Mtafute uje pa kumpeleka. Aliniambia kama yeye ana mtoto. Alipotaga mida sana. Hapo mtoto wenyewe ni wa kike. Inaelekea unajua mambo mengi kuhusu yule dada. Ila ulinificha. Kumbe mambo kibao unajua. Hata kunishirikisha bure umeshindwa. Mke wangu. Tokea mara kwanza nilivyomleta yule bibie na kila kitu mimi hapa nilikwambia, lakini wewe ulinibishia. Ulinibishia kwa kila jambo. Hapa nabidi nifanye mpango. Nende nikamtazame mtoto kijiji cha Mbala. Nabidi niondoke. Tunaenda wote. Tunde sote kwa nini? Kwa nini hiyo vipi? Wewe umesema tunaenda kwa ajili ya hela hii. Tunaenda wote, uniachi nyuma. Tunaenda wote. Na kama siendi na wewe usiendi. Uliguna? Niliguna nini? Tulikataa kwa masuala ya hela. Basi, mambo sio mengi. Tuzunguke sana. Hii safari ianzia sasa hivi. Sasa hii ndio sasa hivi tunaenda. Ushampata mtu mwenyewe mpaka useme ianzie sasa hivi. Basi sawa. Hapa cha kufanya twende Mbala kwanza. Mimi na wewe mguu kwa mguu. Tukisi mtoto yupo hadi sasa hivi. Halafu ndo tufanye harakati kumtafuta huyo mama yake. Unaonaje? Basi sawa. Na hapa nashukuru mke wangu. Ndio maana nakupendage. Jamani wewe utajiri mbele. Pambele. Michezo ya kudanga, ushawishi na club, pombe kali, pili Msomali kujiuza, kutapeli, umbea, muulize Dodo Suzi, duka Suzi, chakula lakini nauza, chakula cha mwili Dodo na pili, tishio ukiwa na pesa wanapita kama kipanga tari, hao kiboko, hae pili na Dodo, pili na Dodo. Nimeshafika maeneo haya. Nyumba ni hii au nisogee mbele? Okay, mbele. Sana kuja. Pili Msomali. Au utaruhusiwa mpata pedeshe. Sababu sio kawaida yako. Unanionaje kwanza mimi? Sina shombo. Yaani sina shombo. Yaani hiyo nyumba ninayoenda huko. Hayo ni kama Ikulu ninavyokuambia. Mimi nakujuaga wewe, nataka niangalie sababu tayari ushazoea kujiposti katika majumba ini ya Uswahilini. Na hapo nakwenda kuposti. Najua leo Mungu wangu utakuwa mwingi. Wewe naye tamaa tu. Basi twende bwana. Twende, mimi unanichelewesha hapa. Mambo mengi, kidogo tutapapa. Twende bwana, acha
Karibu shoga yangu. Asante mama yangu. Kuna mtu kanipata kasema kuna issue nyumba ya kifahari. Mambo ya huko Masaki. Kwa hapa ndo tunakuja shoga yangu na kusikiliza. Mimi ndio lokutuma wewe mtu aje akupate, akupe madili. Kwa nashukuru kwanza kwa kufika hapa na kusikiliza uto wangu. Niseme tu asante. Usiwaze. Yaani penye kazi kuna kazi. Si umenisoma? Mimi kwanza nimefurahi na niseme asante kwa kusikiliza wito. Asante. Utaweza lakini au ndo mapasha au shoga yangu? Sina shamba. Nipe kazi. Mimi ndo naitwa Pili Msomali kisikia mwingine kutoka. Asante. Zunguka kisiwani nzima. Pili ni mmoja. Sawa, kazi yangu mimi bwana, hapa nakaa na mtoto wangu wa kiume. Na nipo na mdada wa kazi, lakini mdada wa kazi mwenyewe magumashi mnoko, yani naweza kusema sijui mwanga, hata simuelewi. Kwa sababu kama dili nilikuwa nampa kama kufaidika ningefaidika yeye, lakini ukimpa dili anaenda na vuruga. Mizi nyumba za mtoto wangu. Mtoto wangu ashatangulia kwa Sagodi kwa kitambo tu. Sasa hapa mtoto nilokuwa naye wa kiume, huyo ni mdogo, mwenye mali alikuwa mkubwa. Lakini kadri ninapofanya mambo yangu, ninapotaka kumiliki mijengo, yeye ananiletea uchawi. Yaani uchawi mwingi. Alafu yeye anapiga kimya kimya mpaka uje kumgundua sio leo. Kwa mimi nataka wewe ujibebishe mama, ujibebishe, ujipalatue mpaka akuelewe. Yaani mpaka akupenzike. Si umenisoma? Hilo limeisha mamangu. Yaani mimi sio shida zangu. Yaani nakwambia kwenye hili jumba, kwanza nitakuwa kama madam. Alafu hizo hati yani utazipata. Na wewe mwanao utamweka hapa. Yaani sio shida zangu. Vitu vidogo mbona hivyo? Kaa kwa kutulia, relax yani. Yaani hapa ndo umefika kwa Pili Msomali. Kazi inafanyika, mwenyewe utanitaka kwenda siku nyingine. Hizo shida zangu. Yaani usijali. Sasa basi. Yaani unajifanya kama mdada wa kazi hapa nyumbani. Ukifika unajifanya mara umedeki, mara umefanya hivi, mara unafanya vivyo. Tena ukimwona ndio ipo hapa sebleni, deki hata na mtandio. Si unajua wanaume tena? Kwa hiyo najua tu lazima ataingia kwenye mtego. Kwa hiyo akinasa tu yule basi unajifanya tena ndo mapenzi. Lele. Mpaka mimi nipate ile hati. Kwa sababu ilipo hati sijui. Ila wewe ukishaingia pale ndani ukaanza kupenzika, lazima atakwambia si unajua mapenzi. Mtoto wa kiume kwenye penzi anakuwa kama mtoto. Kwa mimi kikubwa ninachotaka hati. Ila sasa umebahatika kupata hati, usio kaniletea maujanja. Sababu mtoto wangu wa kike siku ya siku nimejua ni msiri wangu, nikampa siri zote. Matokeo yake kaiba hati, kauza nyumba, kakimbilia nje. Mimi mpaka nakuja tena kukaa hapa kwenye nyumba hii ya mtoto wangu. Sasa usije kaniletea maujanja. Mimi mwenyewe kama unavyoniona, upande Zuna upande Skanka sio shida zangu. Yaani muuni kitambo. Yaani wenyewe wanakuambia msela pesa, mimi msela nya mixa mikojo mama. Ganzi mwili wote umejaa ganzi. Ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu Mwenyezi nitwe roho. Mbaya zaidi hata huyu mtoto pia wanamtaka, nashindwa kabisa. Nateseka hata mama yako leo